Yes, Mungu akubariki sana. Wewe ambaye umeweza kujoin kwa wakati. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Nyosha mkono wako juu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amejoin kwenye maombi haya. Tunapoianza Jumatatu yetu ya leo, tunapoianza wiki yetu ya leo, neema yako tutangulie. Katika jina la Yesu Kristo, uanze nasi na kumaliza pamoja nasi. Utukufu na heshima tunarudisha kwako. Amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu ambaye umeweza kujoin kwa wakati. Nilitoa tangazo leo tutakuwa na maombi maalum yanayoitwa Divine Fulfillment. Divine Fulfillment. Kwa Kiswahili utimilifu wa kiungu. Utimilifu wa kiungu au Divine Fulfillment. Chukua kadi yako ya unabii uliopewa na apostle. Kuna mahali uliwahi kutabiriwa kwenye kanisa lolote la ECG, chukua unabii wako weka juu ya meza yako. Una unabii wako leo kutabiriwa weka juu ya meza yako. Una kadi ya unabii weka juu ya meza yako. Leo tutakuwa na special prayer ambapo tunakwenda kuombea utimilifu wa mambo mengi. Utimilifu wa mambo mengi sana ambayo ni either tulitabiriwa au wewe mwenyewe ulikuwa umeanzisha kitu fulani, una document zako, una project fulani, ni kampuni ulikuwa unasajili, kuna kitu fulani ulikuwa unakiandaa, weka document juu ya meza. Leo tutaomba pamoja. Tunaombea utimilifu wa kiungu kwa kila jambo. Utimilifu wa kiungu kwa kila jambo. So naomba nikupe dakika moja ufanye ile zoezi mara moja. Wakati unaandaa dokumenti zako, unaweza pia ukashare link kwa watu wengine. Share link kwenye magrupu ya kazini, share link kwa familia, share link yako kwa magrupu mbalimbali. Waambie karibuni kwenye maombi ya asubuhi kutoka kanisa la ECG, Taifa la Yesu, Dar es Salaam Makongo Juu. Naomba nikuone ambao unaweka dokumenti zako sawa sawa. Yes, weka document juu ya meza, weka kadi yako unabii juu ya meza, una mipango yako weka juu ya meza, una project fulani weka juu ya meza. Leo nataka tutaomba kwa pamoja kwa habari ya utimilifu wa kiungu au divine fulfillment. Jesus. Kwa sababu ya muda na muda wetu tunakimbia sana, naamini uko tayari. Kama uko tayari nipungie mkono wako. Nipungie mkono wako, nipungie mkono wako. Mama pale naona natafuta kadi yake ya unabii. Mungu akubariki. Paulo Mazunga, Mungu akubariki. Naona uko tayari mzee wangu. Samuel Kimbi, kama uko tayari nipungie mkono. Nani Mama Kiwia, kama uko tayari nipungie mkono. Naona umeshika kadi yako safi. Mzee Mlai nipungie mkono kama uko tayari. Wonderful, Mungu akubariki sana. Kuna wengi naona bado wanatafuta kadi, naona watu wanapambana kweli. Weka kadi yako unabii juu ya meza, kuna unabii ulipewa, kuna documents zako, kuna project fulani weka juu ya meza. Tunakwenda kuomba kwa pamoja. Now let's go. Tunapozungumza kwa habari ya divine fulfillment, kuna vitu ambavyo ni either ulipewa unabii au ni mipango fulani ulikuwa umeiandaa au umeianza. Lakini kuna wakati hii mipango ili itimie inahitaji kupushiwa, inahitaji kulazimishwa, inahitaji kusukumwa kwa njia ya maombi. Kuna mipango fulani unayo, kuna maombi fulani uliwahi kuomba au kuna unabii uliwahi kupewa, ili ule unabii utimie, ili lile neno litimie, kuna wakati inalazimika kusukumwa kwa maombi. Nitakupa mifano michache. Abraham alipewa unabii ya kwamba atakuwa na watoto wengi kama nyota za angani. Atakuwa na watoto wengi kama nyota za angani. Lakini wakati anaambiwa habari ya kwamba atakuwa na watoto wengi kama nyota, mke wake alikuwa tasa. Unaambiwa utakuwa na watoto wengi kama nyota za angani, lakini at the same time ukijiangalia hali yako hauna watoto, mke wako tumbo lake limefungwa. Lakini unaambiwa utakuwa na watoto wengi. Sasa ili watoto wengi wapatikane, kitu gani kinatakiwa? Panahitajika pushing kwa njia ya maombi. Angalia kitabu kile cha Mwanzo, mlango wa 25 mstari wa 21. Huyu naye ni Isaka. Isaka naye alikuwa na unabii. Isaka naye alikuwa na unabii juu ya mtoto wake, mke wake kupata mtoto. Lakini ili mke wake apate mtoto, ili mlazimu Isaka yeye kama yeye aingie kwenye maombi kumwombea mke wake. Unabii nao kwamba atapata watoto, mke wake atapata watoto, lakini ili mlazimu kuingia kwenye maombi, mume kuingia kwenye maombi, kuomba kwa ajili ya mke wake mpaka unabii ukaja ukatimia. Niwekee ile andiko. Jesus. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamuitikia na Rebeka mkewe akachukua mimba. So ili jambo litimie, ili Isaka apate mtoto, ili mke wake aconceive, ili mlazimu mume aingie kwenye maombi kwa ajili ya kupush. So kuna baadhi ya mambo tunayalazimisha kwa njia ya maombi. Inawezekana una neno la unabii, una maono fulani, lakini yamechelewa kutimia.
kwa ajili ya divine fulfillment, utimilifu wa kiungu, tunapaswa wakati mwingine kuyapush, kuyalazimisha kwa maombi. Na leo tutaomba. Kama uko na mimi sema yes sir. Siyasikia, sema yes sir, punga mkono wako namna hii. Bona Benedicta, sijaona mkono wako, punga mkono wako namna hii. Kama uko tayari kuomba sema yes sir. Punga mkono wako unione. Mama nani yule, mama Recho Kishoa, punga mkono wako. Kama uko tayari kupush jambo lako mpaka litimie. Mungu akubariki. Kuna mtu anaitwa Zakaria. Zakaria alipewa nabii. Kitabu kile cha Luka mlango wa kwanza mstari wa 13. Alipewa nabii, tena alitokewa na malaika kabisa akiwa hekaluni. Ametokewa na malaika akiwa hekaluni kwenye zamu yake ya kufukiza uvumba. Anaambiwa mkeo atapata mtoto wa kiume, jina lake ataitwa Yohana. Zakaria akaingia doubt, itakuwaje hili jambo? Itakuwaje hili jambo? Lile jambo ilikuja kutimia, ilipita muda fulani ambao Zakaria alipitia kipindi fulani cha mateso. Alipitia kipindi fulani cha kuwa bubu. Kuna season alipitia hapa akawa bubu kwa kipindi fulani, mpaka ile jambo lilipotokea ndio kinywa chake kafunguka. So kuna situation unaweza ukawa unaipitia, kuna mambo unaweza ukawa unaipitia, lakini ili ule unabii utimie au ili ile jambo litimie, kuna vitu nitakao vipitia hapa katikati. Lakini jambo la msingi ambalo tumelipata kwa Bwana ni kuomba juu ya utimilifu wa hayo mambo. Kama upo tayari niambie pastor, nipo tayari. Haleluya. Angalia kitabu hicho cha Luka 1:31. Luka mlango wa kwanza mstari 31. Kuna mwanamke anaitwa Mariamu. Mariamu alipewa unabii na malaika akamtokea akamwambia, utazaa mtoto mwanamume, uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, atakuwa hivi na hivi, atakuwa. Angalia, akapewa unabii wa kila kitu. Lakini ilimlazimu Mariamu aishi maisha matakatifu, atunze ule muujiza wake mpaka muujiza utimie. So kuna kitu utalazimika kukifanya. Kuna mambo utatakiwa kuyafanya ili ule unabii, lile jambo likamilike au litimilike. Mariamu baada ya kupewa nabii kwamba atazaa mtoto wa kiume, ataitwa Yesu, mwokozi wa ulimwengu. Kitu gani alichokifanya Mariamu? Aliingia kuishi maisha matakatifu, kwa sababu aliambiwa kabisa kitakachozaliwa ni kitakatifu kwa Bwana, mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo ili unabii utimie, ili muujiza wake utimie, aliingia kwenye season ya maisha ya utakatifu. Ili unabii wako utimie, ili muujiza wako utimie, leo unapaswa kuingia kwenye season ya maisha ya maombi. Tunatakiwa tuingie kwenye maisha ya maombi kwa ajili ya kupush haya mambo yakatimie. Tunatakiwa kuingia kwenye maisha ya utakatifu, tuishi maisha matakatifu, ile agenda ya Mungu, ule ujumbe wa Mungu uweze kutimia, ule unabii ukatimie kwa wakati. Nyosha mkono wako kulia juu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, asubuhi leo ninaomba unabii wote niliopewa, maono yote nilionayo yakatimie. Maono yote nilionayo, unabii wote nilionao, miradi mbalimbali nilionayo ikatimie sasa. Ikatimie sasa katika jina la Yesu. Hebu fungua kinywa chako, omba nione. Fungua kinywa chako, omba. Nataka nione ukiomba. Pray. Fungua mic yako, omba. Prayer. Fungua mic yako, omba nisikie. Pray. Yes, prayer. Kwa jina la Yesu Kristo, unabii wowote ambao niliupokea, iwe ni kwa njia ya mtumishi wa Mungu, ama iwe ni katika ndoto, ama ni katika maono, asubuhi ya leo ninavyoomba huo unabii ukatimie kwa jina la Yesu Kristo. Iwe ni declaration ambayo alitoa mchungaji, katika jina la Yesu huo unabii ukatimie. Niliopewa kwa habari ya uzao, niliopewa kwa habari ya biashara, kwa jina la Yesu ninasimama kwenye zamu yangu kama Zekaria. Huo unabii ukatimie katika jina la Yesu Kristo. Rika paradia mane, imeandikwa Bwana kuacha neno alilotamka nabii Samueli lianguke chini. Bwana hatoacha neno alilotamka Pastor Mdee juu ya maisha yangu, juu ya huduma, juu ya kazi lianguke chini, na aliyatamia hilo neno kwa maombi asubuhi ya leo. Make a prayer. Elabakataladia mane, eleka paradia mante, irakata paradia mane. Hiyo kazi niliyoanza, hiyo biashara niliyoanza itatimia kwa jina la Yesu. Rika paradia mante, elebakata paradia mane, elebakataradia mane, eleka paradia mane. Ninasimama na kila neno la unabii nililotamkiwa kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye huduma yangu kwa jina la Yesu. Hilo neno litatimia. Unabii utatimia.
Haleluya, kwa jina la Yesu. Elabakata paradia mande, ele paradia mante, ele bakataradia mande ida, ele bakataradia mande, ele paradia hato, ele bakataradia mande. Yes, pray. Endelea kuomba, piga makofi ukiomba kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Jambo lolote ambalo Bwana alikupa, aidha ni katika maono au ni katika unabii, leo tunaomba pamoja likatimie. Piga makofi yako ukiomba. Fire prayer. Yes. Pray. Watu wa Mungu wanaomba. Ninaona watu wanaomba. Chachama. Yes, Matthew Marandu, chachama. Piga makofi ukiomba. Prosper Magumila, chachama. Joan Felix, chachama. Joan Shirima, Judith Shirima. Prayer. Kwa jina la Yesu Kristo, unalile neno la unabii. Pray. Yes. Watu wanaomba. Piga makofi ukiomba. Kwa jina la Yesu Kristo. Fire prayer. Yes, pray. Yes, make a prayer. Hilo neno la unabii likatimie kwako. Kila unabii uliopewa, uliotamkiwa ukatimie kwako. Clap hands and make a prayer. Kuna unabii unajua, ulisikia, ulipewa, iwe ni kadi, iwe ulitamkiwa, ulisimamishwa, iwe ni unabii wa pamoja. Make a prayer in the name of Jesus. Hilo neno maandiko yanasema halitaenda bure, litatimiza mapenzi yake. Kila unabii uliopewa kwenye kazi yako, unabii uliopewa kwenye biashara yako, unabii uliopewa kwenye afya yako, unabii uliopewa kwenye neno lolote, huo unabii make a prayer ukatimie kwako. Mara bahasa kapaladia mahante meria prante levrande ketuska pereida mezoperida adusha kila bahata le parata ya bahata. Huo unabii ukatimie, hilo neno likatimie, tunaliombea. Ela bahaso preente kidabeida mezupre entelenia masopa katayaba. In Jesus' name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Na kuombea katika jina la Yesu Kristo. Miradi yako yote uliyoshia njiani kakamilike. Unabii uliopewa katimilike. Maombi yote yakajibiwe leo. Tunaunganisha nguvu kwa pamoja, tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Mambo yako yakatimie. Divine fulfillment katika jina la Yesu. Na kuombea asubuhi ya leo mtu wa Mungu, ikiwa ni Jumatatu takatifu ya kupendeza mbele za Bwana. Na kuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Pakawe na utimilifu wa kiungu. Katika jina la Yesu. Mambo yako yataishia njiani. Pokea ukamilifu kwa jina la Yesu. Jesus. Neno la Mungu linasema ahadi za Mungu ni kweli na amina. Ahadi za Mungu ni ndio na amina. Nisome Wakorintho wa pili mlango wa kwanza mstari wa 20. Wakorintho wa pili mlango wa kwanza mstari wa 20. Jesus. Anasema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amina. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Narudia. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amina. Ahadi za Mungu ni ndio na amen. Anasema Mungu apate kutukuzwa katika sisi. Watu wa Mungu, nataka leo tukaombe. Leo tunaunganisha nguvu kwa pamoja, tuombe. Inawezekana peke yako kuna mahali umekwama, nguvu ya maombi imeisha, kwa sababu hilo jambo umelibeba kwa muda mrefu, umelihangaikia kwa miaka mingi. Mimi kama mtumishi kuna wakati naumia. Unamwona mtu akosi ibada, anajitoa kwa pesa, anajitoa kwa nguvu zake, anajitoa kwa muda wake, lakini mbona mambo yake yakamiliki? Mbona mambo yake yatimiliki? Kuna wengine mmepewa unabii hujatimia, mpaka imefika mahali unaanza kuwasema watumishi vibaya. Unamsema mtumishi vibaya, unazungumza vibaya kwa habari ya watumishi. Walikupa unabii hujatimia. Kwa nini hujatimia? Unahitaji pushing ya maombi. Kwa nini hujakamilika? Unahitaji nguvu ya maombi. Ndio maana leo nataka tuombe kwa pamoja, mambo yako yote yakakamilike, mambo yako yote yakatimilike. Ikiwa upo sema nipo pastor, kwa jina la Yesu nitaomba. Jesus. Nataka tuende tukaombe. Nataka tukalazimishe kila unabii uliowahi kupewa au unabii uliopo kwenye Biblia ambao unajua kabisa huu unabii ni wa kwangu, hili neno la kwangu, nataka tukaombe katimie. Kila ndoto, kuna ndoto unazo,
kuna ndoto unazo za kuishi maisha fulani, za kufanya kazi fulani, za kuishi namna fulani, ndoto zote ulizonazo njema zikatimie. Jambo la tatu, nataka tuombe maono ulionayo. Namba moja, nimesema tukaombe unabii wote uliowahi kupewa au unabii uliopo kwenye Biblia ambao unahisi unabii wa kwako ukatimie. Na namba mbili, tukaombe ndoto njema zote ulizonazo zikatimie. Namba tatu, maono yote ulionayo yakatimie. Nyosha mkono wako kulia juu. Sema, Baba yangu na Mungu wangu, asubuhi ya leo ninaomba unabii wowote niliopewa na mtumishi juu ya maisha yangu ukatimie kwa utukufu wa jina lako, ili wao utukuzwe, ili watu wakuamini wewe. Maono nilionayo yakatimie, ndoto nilizonazo zikatimie. Ninaunganisha nguvu, ninaomba na wenzangu asubuhi ya leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Peke yangu nimeshindwa, peke yangu nimekwama, unabii hujatimia, ndoto hazijatimia, maono hayajatimia. Leo ninaomba kwa jina la Yesu, leo ninaomba kwa jina la Yesu, unabii wangu ukatimie, ndoto zangu zikatimie, maono yangu yakatimie kwa jina la Yesu. Niondolee kila kizuizi kinachozuia utimilifu wa unabii, kila kizuizi kinachozuia utimilifu wa maono yangu, kila kizuizi kinachozuia utimilifu wa ndoto zangu, viachie sasa, viachie sasa, viachie sasa kwa jina la Yesu. Piga makofi, omba, piga makofi, omba. Fire prayer, fire prayer, fire prayer. Make a prayer, make a prayer, make a prayer, make a prayer, make a prayer. Chachama, make a prayer wherever you are. Ule unabii uliopewa ukatimie, ule unabii uliotamkiwa ukatimie, zile ndoto nzuri zikatimie. Zipo ndoto njema ulizoota, upo unabii mzuri uliopewa. Maya katala bahata edia. Tunaunganisha nguvu pamoja, tunaungana kwenye maombi. Maandiko yanasema tukipatana Mungu anajibu. Tunapatana asubuhi ya leo kwa ajili ya hiyo ndoto njema, kwa ajili ya huo unabii wako ukatimie, ukatimie, ukatimie. Maandiko yanasema ahadi za Mungu ni kweli na amina. Kila lililotamkwa kwako halitakuwa la uongo, litatimia kwako. Omba kwa bidii, omba kwa bidii, omba kwa bidii. Ule unabii uliopewa ulitamkiwa, ule unabii uliopewa uliandikiwa. Make a prayer in the name of Jesus. Huo unabii ukatimie, huo unabii ukatimie. Marepeleketeledia masoparakata ya bahata ela bayakata. Tunaungana nawe, tunaungana nawe. Huo unabii wako ukatimie, tunaungana nawe. Huo unabii wako ukatimie, tunaungana nawe. Hiyo ndoto njema ikatimie, tunaungana nawe. Ule unabii ulioandikwa kwenye Biblia juu ya maisha yako ukatimie. Make a prayer asubuhi ya leo. Lipo jambo linatokea, lipo jambo linatokea. Vikwazo vinaondoka, vizuizi vinaondoka, kila aina kikwazo kilichosimama. Make a prayer, make a prayer, make a prayer. Mayaka palada bahata meria prete leveli anusko preenta. Kila vizuizi vilivyozuia huo unabii kutimia, leo ni mwisho, havitakuzuia tena. Ule unabii uliopewa juu ya kazi yako, juu ya afya yako, juu ya ndoa yako, juu ya watoto wako, juu ya usawa wako, huo unabii unatimia. Ongeza bidii, ongeza maombi yako asubuhi ya leo. Make a prayer. Merepeleketeledia mesupra ante veredigaduza melia para teledele mahanta. Yes, prayer, 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 prayer. Piga makofi ukiomba, piga makofi ukiomba. Unabii wako ukatimie, ndoto zako zikatimie, maono yako yakatimie katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunaondoa kila kizuizi, tunaondoa kila mkwamo, tunaondoa kila beria, tunaondoa kila beria, tunakemea kila beria, kila kizuizi kiachie. Fire prayer, fire prayer, fire prayer. Ombea unabii wako utimie, ombea maono yako utimie, ombea ndoto zako zitimie katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fire prayer, fire prayer, fire prayer. Kalabasaka paradia mande. Kila kizuizi kilichosimama kuzuia ndoto yako, kuzuia maono yako, tunakiondoa kwa jina la Yesu. Iwe ni magonjwa, iwe ni kizuizi cha magonjwa, tunaondoa kwa jina la Yesu. Iwe ni umaskini, tunaondoa kwa jina la Yesu. Kila kizuizi kinachozuia kutimia kwa unabii wako kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo tunaungana, tunakiondoa, tunakiondoa, tunakiondoa. Iwe ni mtu tunamuondoa, iwe ni umaskini tunaondoa. Kila kizuizi kilichosimama kuzuia unabii wako tunaondoa kwa jina la Yesu. Leka paradia mande eleba kataya. Hizo ndoto zitatimia, hayo maono yatatimia, huo unabii
unabii utakuwa kwa jina la Yesu. Kila kizuizi kinachozuia utimilifu wa ndoto zako, unabii wako, tunaondoa kwa jina la Yesu. Huo ukuta tunauondoa kwa jina la Yesu. Elebakataladia mande, elekaparadia mande, elekaparadia, hata hizo nguvu za giza tunaziondoa kwa jina la Yesu. Rekaparadia mande, elekaparadia mande, isakataya, elebakataya, ebalakataliga, elebakataradia mande, elekosakaparadia mande. Hivyo vizuizi vilivyosimama vikazuia hiyo kazi, vikazuia hiyo maono, vikazuia huo nabii, tunaondoa kwa jina la Yesu. Huo ukuta tunaubomoa kwa jina la Yesu. Rakaparadia mante, elebakataladia mande, lekaparadia mante. Yes, fire prayer, fire prayer, fire prayer, fire prayer. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. It's happening today. It's happening today. Jambo lako linatimia leo. Jambo lako linatimia leo. Unabii wako unatimia leo. Maono yako yanatimia leo. Ndoto zako zinatimia leo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Tunaunganisha nguvu kwa pamoja. Hilo jambo likatimie. Hilo jambo likatimie kwa jina la Yesu. In Jesus name we pray. In Jesus name we pray. Nasimama kuhani wa Bwana juu ya madhabahu na kutamkia asubuhi ya leo, ndoto zako zikatimie, maono yako yakatimie, mipango yako ikatimie katika jina la Yesu. Unabii ukatimie, unabii ukatimie. Malengo ulionayo mwaka huu yakatimie, malengo ulionayo mwaka huu yakatimie. Ndoto ulizonazo mwaka huu zikatimie. Yeye Mungu sio mwongo aliyesema ombeni mtapewa. Yeye Mungu sio mwongo aliyesema bishani mtafunguliwa. Yeye Mungu sio mwongo aliyesema tafuteni mtaona. Na kusina na kuombea leo katika jina la Yesu. Jesus. Mungu akubariki. Nafurahi kuona watu wako very prophetic. Naona Julie yuko na bendera sio ya Ufaransa au ni nchi gani. Mungu akubariki. That's very wonderful. Kuna yule mama pale amehida bananga ameshika documents zake. Wonderful. Kaa na kadi yako ya unabii. Kaa na bendera ya nchi ambayo unataka kwenda. Kaa na documents zako na ramani za ujenzi. Kaa nazo. Leo ni maombi, tunamsihi Bwana mipango yetu itimie. Mambo yetu yakakamilike. Jesus. Una kadi ya unabii kanayo, una document zako kanazo, una bendera ya nchi fulani, ni nchi ya ndoto zako, natamani ukaishi ile nchi, kanavyo. Leo tunaomba, tunaunganisha nguvu kwa pamoja, hayo mambo yakatimie. Naona tutazama kwa njia ya mitandao, na tutazama kwa njia ya television, ni kanisa la ECG Dar es Salaam Makongo Juu. Tupo kwenye Morning Glory, Commanding Your Day. Ni maombi maalum kila siku saa 11:30 hadi saa 12:30 asubuhi. Leo tunaombea utimilifu wa kiungu au divine fulfillment. Mambo yako yote yamekuwa kishia njiani. Leo tunaunganisha nguvu kwa pamoja, tunamsihi Bwana ayakamilishe. Unabii, mipango, ndoto, malengo, tunamsihi Bwana leo akamilishe. Ikiwa uko na sisi na unaendelea kuomba na sisi, sema naamini na imekuwa katika jina la Yesu. Leo hakuna kukaa, leo tutakaa. Leo ni maombi ya mchaka hatutakaa. Naomba usikae wala usinzie. Mzee Mlai naomba usimame. Mzee Mlai naomba usimame. Leo hatutakaa hata kidogo. Leo tutaomba mwanzo mwisho tukiwa tumesimama. Leo inatakiwa tupush kwa maombi. Leo inatakiwa tulazimishe kwa maombi. Mambo yetu yakatimie. Ikiwa umechoka na hiyo hali hautakaa. Ikiwa umechoka na hiyo hali hautakaa. Ikiwa umechoka na hiyo hali hautasinzia. Simama juu. Leo tunaomba mwanzo mwisho, hakuna kupumzika. Ikiwa uko tayari sema niko tayari pastor. Angalia hapa. Nataka tukaombe. Angalia kitabu kile cha Isaya 58 mstari wa 8. Isaya 58 mstari wa 8. Alafu Habakuki 2:3. Habakuki mlango wa 2 mstari wa 3. Isaya 58 mstari wa 8. Usikae, kuna mtu anataka usikae nivumilie tu. Biblia inasemaje? Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara. Haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Narudia. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Maana yake inatokea ghafla. Inatokea ikiwa ina shine. Anasema na afya yako itatokea mara. Kutokea mara sio kwamba inatokea mkoa wa Mara. Afya yako itatokea mara, haitokei mkoa wa Mara. Afya yako inatokea mara, maana yake kwa haraka, kwa wepesi, immediately. Ghafla baada ya maombi haya umepona. Ghafla baada ya maombi haya siku yako inang'aa. Ghafla baada ya maombi haya muujiza wako unatimia. Kama upo sema yes pastor. Jesus. Anasema afya yako itatokea mara, maana yake immediately.
Angalia anasema na haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma, ukulinde. Watu wa Mungu, nataka tukaombe asubuhi ya leo, mipango yako ikatokee ghafla. Lile jambo umelihangaikia miaka mingi, leo unafika ofisini tu unakutana na barua promotion, elevation. Jesus, unatoka mahali hapa umehangaika na swala la mtaji, ni miaka na miaka una struggle. Leo baada ya maombea, tunapopush kwa maombi, tunapopush hilo jambo, unatoka asubuhi unakutana na habari njema kwamba ile pesa ya mtaji hii hapa. Ndipo hapo tunaposema jambo lako linatokea maana yake kwa haraka. Jesus, niangalizie Habakuki 2:3 tukaombe. Habakuki 2:3 anasemaje? Anasema maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka. Listen, hii njozi ni kwa wakati ulioamriwa, lakini inafanya haraka. Nirudishia andiko langu. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Inafanya haraka kufikiria mwisho wake. Maana yake nini? Inafanya haraka kuja, inafanya haraka kutimia, inafanya haraka kukufuata. Anasema wala haitasema uongo, ijapokawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Msisitizo uko pale pale, hata kama itachelewa inakuja, lakini anasema kwa kuwa lazima ije, haitakawia, maana yake haitachelewa. Nyosha mkono wako kulia juu. Nyosha mkono wako kulia juu. Sema, Baba wangu na Mungu wangu, ile ndoto nilionayo, yale maono nilionayo, ijapokuwa yamechelewa, ninakusi leo, it is my kairos, it's my kairos. Ninakusi leo ni wakati wangu, leo ni majira yangu, ile ndoto ikatimie, ifanye haraka. Nimeingoja sana, nimeisubiri sana, naomba leo ikatimie, naomba leo ikatimie. Ile ndoto juu ya biashara, ile ndoto juu ya kazi, ile ndoto juu ya kampuni, nimeingoja sana, nimeisubiri sana, leo itimie, leo itimie, leo itimie. Ni majira yangu kwa jina la Yesu. Piga makofi, omba. Fire prayer, fire prayer, fire prayer. Yes. Piga makofi, omba, chachama juu ya ndoto, chachama juu ya maono. Leo yakatimie, leo yakatimie, leo yakatimie, leo yakatimie kwa jina lake Yesu Kristo. Prayer, 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 prayer. Make a prayer. Hiyo ndoto ikatimie ghafla kwa jina la Yesu. Hayo maono yakatimie ghafla kwa jina la Yesu. Hiyo ndoto juu ya kampuni ikatimie. Hiyo ndoto juu ya biashara ikatimie. Make a prayer. Elaka paradia mande, elika paradia mande. This is your kairos moment. Elebaka taradia mande. Hiyo ndoto umesubiri kwa muda mrefu, asubuhi ya leo unavyoomba ikatimie kwa ghafla, Fire prayer. Elebaka taradia mande. Hiyo ndoto ya kampuni, hiyo ndoto ya biashara ikatimie kwa ghafla, Hiyo ndoto ya kwenda nje, hayo maono ya biashara yakatimie. Make a prayer. Elebaka taradia mande. Hayo maono umeyasubiri kwa muda mrefu, miaka 7, miaka 10, asubuhi ya leo ikatimie kwa jina la Yesu. Make a prayer. Elebaka taradia mande. Hayo maono ya biashara yakatimie, hayo maono ya kwenda nje ya nchi yakatimie kwa jina la Yesu. Make a prayer. Elebaka taradia mande, elika paradia mande. Hayo maono yakaje kwa ghafla, hiyo kazi ikaje kwa ghafla, hiyo kampuni ikaje kwa ghafla, huo mtaji ukaje kwa ghafla. Make a prayer. Elebaka taradia mande, eleka taradiga ata ila mande ida baradia mande, eshaka paradia mande. Hayo maono ulioyaona miaka iliyopita yakatimie kwa ghafla. Make a prayer. Elabaka taradia mande, ila kataradia mante, elebaka taradia mande, ila bayande. Hiyo ramani ulioshika, hiyo kadi ya unabii ikatimie kwa ghafla. Make a prayer. Elebaka taradia mande, ila kataradia mande, ele paradia mande. Huo unabii uliopewa, huo unabii uliotamkiwa ukatimie kwa ghafla. Make a prayer wherever you are.
jakata paradia mande eleba kataladia mante irakatalika eleba katalika parado elika tarania hante eleba katarada elika paradia mande eleba kataradia mande eleka paradia hato ijakata eleba kataya eleba katali. Yes, pray. Fire prayer. Yes, Santo Cobrakata. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Nasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Nasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wewe tuangalia kupitia YouTube account, wewe ambao umejoin live kwenye maombi ya kupitia Zoom. Nasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Nakemea roho ya kucheleweshwa. Spirit of delay. I command you out. Ewe roho chafu, roho ya kuchelewesha miujiza ya watu. Ewe roho chafu, roho ya kuchelewesha majibu ya watu. Leo nakukemea, leo nakuondoa. Toka achia kwa jina la Yesu. Spirit of setback, roho ya kurudishwa nyuma, roho ya kuvutwa kamba. Unapambana kwenda mbele, unajikuta uko nyuma. Unapambana kwenda mbele, unajikuta uko pale. Leo nakataa. Nasimama upande wako. Hiyo roho ya kucheleweshwa, hiyo roho ya kurudishwa nyuma, ninaikemea, ninaiondoa. Out! Come out in Jesus name. Jesus. Tunaomba asubuhi ya leo muujiza wako katimie. Tunaomba asubuhi ya leo ndoto zako zikatimie. Tunaomba asubuhi ya leo maono yako yakatimie katika jina la Yesu. Yeye Mungu asemi uongo. Huo unabii hujakosewa. Hayo maono hujakosea. Hizo ndoto hazijakosewa. Wakati wake ni sasa. Majira yake ni sasa. Ile nchi uliyoiota unaenda kuishi. Ile nchi uliyoiota unaenda kufanya biashara. Pokea kwa jina la Yesu. Jesus. Nyosha mkono wako juu. Sema ni wakati wangu. Ni majira yangu. Sitacheleweshwa tena. Sitazuiliwa tena. Unabii niliopewa ulikuwa ni sahihi. Maono niliyoyaona yalikuwa ni sahihi. Ndoto niliyoota ilikuwa ni sahihi. Sema ni wakati wangu. Mara ya kwanza. Sema mara ya pili. Sema mara ya tatu. Sema mara ya 4. Sema mara ya 5. Sema mara ya 6. Sema mara ya 7. Ni wakati wako. Ni majira yako. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea utimilifu kila eneo. Pokea utimilifu wa mambo yako. Pokea utimilifu. Jesus. Put your hands together for Jesus. Celebrate Jesus. Ninaona moto umewaka. Watu wa Mungu wanaomba. Ole wake aliyezuia maisha yako. Ole wake aliyezuia hatima yako. Hataonekana tena, wala makao yake yapo tena, wala hataonekana alipokimbilia. Bwana afungue njia. Bwana akupe upenyo. Bwana akupe kibali. Pokea. Jesus. Are you still praying? Nipungie mkono wako. Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Nisomee. Ufunuo wa Yohana 3:7 hadi 8. Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 7, maandiko yanasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Yes, mstari wa 8. Na yajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Hapo mstari wa 8 hapo anasema hivi, na yajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Hello, anasema kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nao umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Kuna mlango umefunguliwa mbele yako. Ni mlango wa biashara. Kuna mlango umefunguliwa mbele yako. Ni mlango wa ajira. Kuna mlango umefunguliwa mbele yako. Ni mlango wa ufugaji. Ni mlango wa habari njema. Pita kwenye huo mlango. Jumatatu ya leo nikiwa nimesimama juu ya madhabahu, natamka huo mlango utafungwa. Ni mlango wa tenda. Ni mlango wa fursa. Nenda kabarikiwe. Nenda kapokee kwa jina la Yesu.
Bwana Mungu anakuwazia mema. Bwana anakuwazia mambo mazuri. Ujumbe unasema kwa malaika aliyoko Philadelphia nimeandika hivi na hivi na hivi. Lakini jambo la msingi ni kwamba hili kanisa waliandikiwa, malango yamefunguliwa. Na wakaambiwa kwa kuwa aliyefungua malango haya ni Mungu mwenyewe, hakuna atakayefunga, hakuna atakayezuia. Huo nabii ulitoka kwa Bwana. Hayo maono yalitoka kwa Bwana. Hizo ndoto zitoka kwa Bwana. Ni nani apingaye? Ni nani azuiaye? Sema hakuna. Jesus. Now, tukamalizia pointi ya mwisho. Prayer point ya mwisho. Hapa tumeombea unabii, tumeombea maono, tumeombea ndoto. Sema yes pastor. Prayer point ya mwisho. Nataka tukaombee prayer for fulfillment of divine assignment. Fulfillment of divine assignment. Utimilifu wa kazi ambayo imeishia njiani, imekwamia njiani. Divine assignment imegawanyika maeneo mengi. Divine assignment, eneo la kwanza ni wito wako ambao Mungu ameweka ndani yako. Mungu amekuita kama nani? Mwambie Mungu, naomba niwezeshe nitimilize kazi ulionipa hapa duniani. Niifanye kazi ulionipa hapa duniani, niifanye kwa ufanisi. Fulfillment of assignment, divine assignment. Kuna kazi gani Mungu amekupa? Mungu amekuita kama nani? Yale maono Mungu aliyokupa, ile kazi Mungu aliyokupa, ule wito, ile huduma Mungu aliyokupa. Kila mtu aliyoko duniani hayuko bahati mbaya. You are not there accidentally. Kila aliyoko duniani hayuko bahati mbaya. Kuna kusudi la Mungu ndani yake. So nataka tukaombe kusudi la Mungu juu ya maisha yetu likatimie. Eneo la kwanza. Eneo la pili, kuna project fulani, either ni ujenzi wa nyumba, ni kufungua kiwanda, kufungua kampuni. Kuna project fulani unayo, imeishia njiani, haijakamilika. Mwambie Mungu, nisaidie huu ujenzi ukamilike, hii project ikamilike. Divine assignment ulinipa kuishi hapa duniani, ni kutumikia katika eneo fulani, lakini pia niishi kwenye nyumba yangu. Huu ujenzi ukamilike, hii project ifanikiwe. So tutakwenda kujikita kwenye maeneo makubwa mawili. Yeremia 1:5. Yeremia 1:5, Isaya 60 mstari wa 22. Nisome. Yeremia 1:5, Isaya 60 mstari wa 22. Yeremia 1:5, maandiko yanasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Mungu anaongea na Yeremia kwamba kabla haujatoka mimi nilishakujua. Kabla hujatoka mimi nilishakujua. Alafu anamwambia sasa sikiliza, wewe ni nabii wa mataifa, nimekuweka kuwa nabii. Siku zote nimekuwa nikiwaambia watu, nikiwa nafundisha, muulize Mungu amekuweka duniani kama nani? Wengine mnaishi mnazunguka tu hapa duniani. Unaamka unaenda huku, no. Unafanya biashara hii unaacha, umefanya umeacha, kesho na kesho kutwa unajiita mtumishi, mara umeacha unauza dagaa. Mchungaji, mbona umeacha utumishi? Maana yake ulidandia. Muulize Mungu amekuita kama nani? Unazurura tu hapa duniani, ueleweki huko kule. No. Mwambie Mungu, nisaidie. Kama Yeremia ulimwambia umemweka kuwa nabii, mimi ni nani? You are not there accidental. Hauko hapo bahati mbaya. Kuna wito, kuna kusudi, kuna mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Kuna watu mnafanya kila kitu, yani kila kitu. Kesho wewe ni dereva, kesho kutwa ni fundi, kesho kutwa umesikia sio neno kaanzisha kanisa likafa, ukatoka ukaanza kuvua samaki. Hey! Mungu amekuweka kwa ajili ya hayo. Nataka tukaombe leo, mwambie Mungu, ule wito ulionipa katimie, ile huduma ulionipa katimie, ionekane, ijulikane, itimie. Na eneo la pili, mwambie Mungu miradi yote niliyoanzisha katimie. Hebu fungua mic yako, omba prayer. Fungua mic yako, omba nisikie sauti za watu. Omba. Mwambie Mungu, mimi ni nani hapa duniani? Umeniweka kama nani? Umeniweka nifanye nini? Fire prayer. Fungua mic yako, omba, pray. Make a prayer. Mwambie Mungu, umeniweka kama nani? Yeremia aliwekwa kama nabii. Wewe umewekwa kama nani? Make a prayer. Lekata paradia mande, isakataladia mande. I pray in the name of Jesus. Ninaomba asubuhi ya leo katika eneo ambalo Mungu ameniita, kwa jina la Yesu, I will fulfill my calling. Elebakataradia mande, ilakaparadia mante, ilabakataladia mande. Asubuhi ya leo ninasimama kuombea wito wangu wa utoaji. Asubuhi ya leo
leo ninasimama kuombea wito wangu wa maombi. Asubuhi ya leo ninasimama kuombea wito wangu kama mhubiri. Kwa jina la Yesu ninatimiza kusudi langu, nitatimiza wito wangu. Make a prayer, make a prayer. Ele bakatala diamande, ila bakatara diamande, ele kapara diamande. Asubuhi ya leo ninatangaza ule wito uliowekwa ndani yangu kama mtumishi wa Mungu, nitautimiza kwa jina la Yesu. Likapara diamante, ila katara diamande, ele bakatara diamande. Huo mradi nilioanzisha, uwe ni wa ujenzi, iwe ni biashara, utatimia kwa jina la Yesu. Likapara diamande, ele kapara diato, likapara diamande, ele kataliga balata, ele kapara diahando, era katala diamande. Ninasimama kama Yeremia, I'll fulfill my calling. Prayer. Watu wa Mungu wanaomba. Watu wazuri wa Mungu wanaomba. In Jesus name we pray. Isaya 60:22. Isaya mlango wa 60 mstari wa 22. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Wakati wake ni upi? Muulize Mungu leo. Anasema yule aliye mdogo atakuwa elfu, maana yake atazidi. Yule aliye mnyonge atakuwa hodari, maana yake atapata nguvu. Alafu Mungu anasema nitayahimiza hayo wakati wake. So maombi yetu ya leo ni kwenda kwa Bwana, unamwambia wakati wake ni upi? Wakati wake ni upi wa haya kutimia? Majira yake ni yapi kwa haya kutimia? Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, ninaomba haya yote ulioniahidi yakatimie. Ahadi zako juu ya maisha yangu zikatimie. Mipango yako juu ya maisha yangu katimie. Ile nyumba nikamilishe, ule mradi nikamilishe. Umeniambia nitakuwa na maongezeko. Umeniambia nitazidi sana. Umeniambia nitastawi sana. Mungu nisaidie. Ule wakati ni leo. Ule wakati ni leo. Fire prayer. Yes. Yes, fire prayer, make a prayer. Kila ambalo Mungu alisema kwako likatimie, lile ambalo liko njiani likatimie. Make a prayer. Unapomalizia make a prayer, kila unabii ukatimie, hilo jambo likatimie. Mara bahaso kopretele vili ida, para katelekele behida, mezupre entelekiza vili ina atusha. Watu wa Mungu wanaomba. Corina Adams, Given Light na Kill Daniel. Yes, Joyce Filippo, Angelita Njau, watu wanaomba. Tekla Elias, Jackie Sanga, watu wanaomba. Martin, Rachel Benjamin. Yes, Lea ECG, watu wa Mungu wanaomba. Theodoro anaomba. Pastor Daniela, Caroline, watu wa Mungu wanaomba. Prayer. Ivoni Mashuda, yes, Nibo. Watu wa Mungu wanaomba. Angel Njau, watu wa Mungu wanaomba. Fire prayer. Andrea Lucella, watu wanaomba. Fabian Manda. In Jesus name we pray. Matendo ya Mitume 20:24. Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa 24. Yes. Lakini siyahesabu hayo maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Mtume Paulo anasema sihesabu maisha yangu kama ni kitu. Anachosema ni kwamba ninachokifurahia ni kuifanya kazi ya Mungu. Ninachofurahia ni kuona utimilifu. Na kuombea asubuhi ya leo, kwa mamlaka kamili ya jina la Yesu Kristo, wito wako utaonekana, huduma yako itaonekana. Utafanya kazi ya Mungu kwa bidii. Utafanya kazi ya Mungu kwa kiu. Utafanya kazi ya Mungu kwa mzigo. Na kuombea ukamtumikia Bwana. Na kuombea katika jina la Yesu, miradi yako yote ikatimie, malengo yako yote yakatimie, mipango yako yote ikatimie katika jina la Yesu. Ndoto zako zikatimie, unabii wako katimie, maono yako katimie. Pokea utimilifu kwa jina la Yesu. I prophesy kama Mungu aishivyo, akaachilia utimilifu kila eneo, mambo yako yakatimie, ndoto zako zikatimie, kila kitu kisishie njiani. Hakuna kukwama tena, hakuna kurudi nyuma tena, katika jina la Yesu Kristo. In Jesus name we pray. Bwana Mungu akubariki na kulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana kuinulia uso wake na kupa amani, katika jina la Yesu. Na kataa roho za malipizi, na kataa roho za visasi, na kutenga na roho ya mzingiro, na kutenga na ila za adui. Ajali itakuwa mbali na wewe, misiba itakuwa mbali na wewe, mauti itakuwa mbali na wewe. Na kutangazia rasmi, nikiwa nimesimama juu ya madhabahu takatifu, Jumatatu yako imefunguliwa. Jumatatu yako imebarikiwa. Wiki yako imebarikiwa. Itakuwa ni wiki ya manukato, ni wiki ya ushindi, ni wiki ya kibali.
Pokea kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus name we pray. Pigie Bwana Yesu makofi, mpigie Bwana Yesu makofi. May God bless you. Bwana Mungu akubariki sana, hongera sana. Ikiwa mbarikiwa na maombi ya leo, unasema una shukrani yako unataka kumtolea Bwana. Una shukrani yako, umebarikiwa na maombi ya leo. Una shukrani yako unataka kumtolea Bwana. Nikupe dakika 2, tumie nafasi kumtolea Mungu shukrani yako. Elda Skita kashatoa, mtu wa kwanza ni Frida Shirima. Frida Shirima amekuwa wa kwanza, Elda Skita wa pili. Yes. Tumia namba hapo kwenye television yako. Unaweza kumtolea Mungu shukrani yako kupitia namba kwenye TV yako. Ifungue wiki yako. Ifungue Jumatatu yako. Unaifungua kwa kumwekea Mungu sadaka. Unamwambia Bwana, ni sadaka yangu. Kwa maombi niliyoyaomba leo, wiki yangu yote imefunguliwa. Jumatatu yangu imebarikiwa. Tumia dakika 2 zimtolee Mungu shukrani yako. Ukishatoa unaweza ukaniambia done, unaweza ukaniambia tayari, unaweza ukapunga mkono wako. Godson, Mungu akubariki sana. Pastor Godson, Mungu akubariki. John Felix, Elder Skita, may God bless you. Ikiwa umeshatoa nipungie mkono. Nani yule? Martin Maliva. Yes, barikiwa sana, barikiwa sana. Nikupe dakika 2 hizi kabla sijamalizia. Yes, barikiwa sana. Naomba mtu yote asitoke na matangazo mawili ya muhimu sana. Mtu yote asitoke na matangazo mawili ya muhimu sana. Dorothy Kimbi, Mungu akubariki. Gloria Nshimanya, barikiwa sana. Gloria Nshimanya, Mungu akubariki. Nipungie mkono wako. Anton John, barikiwa sana Anton. Yes. Wonderful. Nani mwingine nione jina lake? Anaitwa Benedetta Donald Kamini, coach Kamini. Coach Kamini, Mungu akubariki sana. Yes. Mwingine nani huyo hapo? Benedetta Donald, Cecilia John, Matthew Marandu, Lydia Wolfgang, wonderful Lydia, Mungu akubariki sana Lydia. Delight, Mungu akubariki sana. Jessica, Mungu akubariki sana. Beatrice Mariotti, Mzee Mlai, barikiwa. Olivia Mbombe, barikiwa. Wonderful. Elizabeth Shaw, watu wa Mungu mko rohoni sana. Alphonse Nikas Bwato, barikiwa. Yule naona namba hajaweka jina lake, amesema Dan, Mungu akubariki. Yule nani pale? Frida Shirima, Mungu akubariki. Mwingine nani huyo? Prosper Magubila, Mungu akubariki Prosper. Wonderful people of God. Judith Shirima, barikiwa. Nani mwingine ubarikiwa? Happiness Nchimbi, Hilda Bananga, Cecilia John, wonderful. Janet, Mungu atosha, Mungu akubariki sana mamangu. Magdalena Kagoma, huyu ni Grea Haika Mbando, Mungu akubariki Grea Haika. Julie Msofe wa Ufaransa, Mungu akubariki. Rachel Benjamin, barikiwa sana. Wonderful. Mary Mbogo, barikiwa. Oscar Maboko, barikiwa. Nipungie mkono wako. Huyu nani? Naona Rachel Kisho anafanya muamala pale, uko very serious. Mungu akubariki. Huyu simu yake imeandikwa iPhone, Mungu akubariki mtumishi wa Mungu pote ulipo. Hujaweka jina lako lakini Mungu akubariki. Gladys Mdola, Mungu akubariki. Nani mwingine? Pungia mkono wako. Wonderful. Maureen and Lily Kiwia, Mungu awabariki. Maureen and Lily. Antigone Njau, kina Njau wameanza. Antigone Njau, Justin Njau, Angel Njau, Mungu awabariki kina Njau wote. Huyu nani yule? Doris Lema, barikiwa. Violet Bananga, barikiwa. Coach Kamini, Coach Asia, barikiwa. Rohini Chuda Sama, barikiwa sana. Corina Adams, Mungu awabariki watu wa Mungu. Huyo alitoa Pastor Daniela, Mungu akubariki. Pastor Victor Makundi, Mungu akubariki Pastor Victor. Watu wa Dar es Salaam wamekumisi Pastor Victor. Mungu akubariki sana. Pastor Victor Makundi. Mwingine nani huyo? Yes, Mungu awabariki wote. Inawezekana sijalitaja jina lako, lakini amini sadaka yako imefika. Dr. Yvonne Mashuda, Ali Juma, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki nyote, Mungu awabariki sana. Inawezekana sijataja jina lako. Francis Muhina, Mungu akubariki. Kenny Njau, barikiwa. Kina Njau bado hapo. Kenny Njau. Margaret Sese, Mungu akubariki. Fabian Manda, barikiwa. Juliet, barikiwa. Thank you so much. Mungu awabariki watu wa Mungu. Inawezekana sijataja jina lako, lakini amini sadaka yako imefika mbele za Bwana na imekuwa manukato ya kupendeza. May God bless you. Matangazo mawili ya muhimu nilionayo. Tutakuwa na siku tatu za mfungo na maombi. Hatutakutana kanisani. Tutakuwa tunaomba hapa Zoom asubuhi. Maandiko ya kuomba mchana nitakuwa natuma kwenye group, mtakuwa mnashare. Siku 3 za kufunga na kuomba upenyo wa kiuchumi. Siku 3 za kufunga na kuomba upenyo wa uchumi. Naona tazama kwa njia ya YouTube.
utafuatilia mafundisho yetu, utapata notes, utapata uliza watu wa ICG watakusaidia. Tutakuwa na siku 3 za mfungo na maombi kuombea upenyo wa uchumi. Watu wa Mungu tunahitaji pesa tumtumikie Mungu kwa amani. Tunahitaji pesa kumjengea Mungu madhabahu. So tutakuwa na siku 3, Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Maombi yetu hapa yatakuwa siku 3 mfululizo kuombea upenyo wa uchumi. Tumjue ni nani aliyezuia, alafu kwa jina la Yesu Kristo tumtoe, tumiliki vitu vyetu. Mungu akubariki, usikose. Tangazo langu la pili, tuna semina kubwa sana kanisani ICG Dar es Salaam kuanzia siku ya Ijumaa mpaka siku ya Jumapili. Mtumishi wa Mungu kutoka Arusha Pastor Douglas Kimala tutakuwa naye hapa kanisani kwa semina siku 3. Kama unavyoona tangazo letu hilo hapo, ni ukombozi wa uchumi wa familia. Siku ya Ijumaa saa 10 jioni, Jumamosi saa 10 jioni, Jumapili saa 1 asubuhi. Mungu akubariki sana, usikose semina hii. Alika ndugu jamaa na marafiki na Bwana atafanya jambo. Na kutangazia baraka za Bwana ziende na wewe. Jumatatu yako imebarikiwa. Nenda kafanikiwe. Ulinzi uko na wewe in Jesus name. Amen. Chukua namba ya simu, unaweza kaendelea kumtolea Mungu shukrani zako. Shalom.